Waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, ameukosoa vikali mkutano wa usalama wa Munich, akisema mkutano huo umepoteza mwelekeo wake na hauoneshi tena uzito wake wa awali katika kushughulikia masuala muhimu ya kimataifa, hasa yanayohusu Iran. Kupitia ujumbe aliochapisha kwenye akaunti yake ya mtandao wa X siku ya Jumamosi, Araghchi alisema inasikitisha kuona mkutano huo ambao kwa muda mrefu ulikuwa jukwaa muhimu la majadiliano ya usalama wa kimataifa ukipoteza ubora wake linapokuja swala la Iran. Alisema hali hiyo inaonyesha kushuka kwa kiwango cha majadiliano, huku akidai kuwa maonyesho ya kisiasa yamepewa kipaumbele zaidi kuliko mazungumzo ya msingi yenye lengo la kupata suluhisho la kweli. Araghchi alieleza kuwa Ulaya, ambayo hapo awali ilikuwa na nafasi muhimu katika mazungumzo ya kimataifa, sasa imepoteza ushawishi wake mkubwa katika siasa za dunia. Kwa mujibu wa waziri huyo, sera za Ulaya zimechangia kupungua kwa uzito wake wa kisiasa na kimkakati, hasa katika eneo la Mashariki ya Kati, jambo ambalo limeathiri uwezo wake wa kushiriki kikamilifu katika maamuzi muhimu. Katika maelezo yake, Araghchi aliitaja Ujerumani kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza katika mabadiliko ya sera za kikanda, akidai kuwa imekuwa ikifuata msimamo unaounga mkono Israel baada ya kuwa na msimamo wa kujitegemea katika masuala ya kidiplomasia. Alisema hatua hiyo imechangia zaidi kupungua kwa ushawishi wa Ulaya katika masuala ya kimataifa. Aidha, Araghchi alisema kupungua kwa ushawishi wa Ulaya kunaonekana wazi katika mazungumzo yanayoendelea kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Alieleza kuwa Umoja wa Ulaya na nchi zake washirika wamepoteza uzito wao katika mazungumzo hayo, hali inayozua maswali kuhusu nafasi yao katika kufikia makubaliano muhimu ya kimataifa. Kauli hiyo inaonyesha mvutano unaoendelea kati ya Iran na nchi za Magharibi, huku Iran ikionyesha kutoridhishwa na nafasi ya Ulaya katika kushughulikia masuala muhimu yanayohusu mpango wake wa nyuklia na usalama wa kikanda. Kwa taarifa zaidi basi jiunge nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.